Kwa sababu hawa viongozi wa Hamas walikuwa wanakutana Doha kujadili ombi la Marekani la kusitisha vita Gaza au ceasefire. Sasa kwenye hili ombi au mpango, kuna vitu Israeli wanavikubali au pointi zingine wanazikubali, lakini kuna vitu vingine hawavikubali. Hivyo hivyo kwa Hamas, kuna pointi zingine wanazikubali, lakini kuna pointi zingine kwenye hii plan ya Donald Trump hawaikubali kabisa. Pointi ya kwanza kwenye hii plan ya Donald Trump ni kwamba mara moja tu mateka wote ambao bado wanashikiliwa na Hamas wakiwa wamekufa au wengine ni wazima wanatakiwa waachiwe na Hamas ndani ya masaa 48. Lakini pia ndani ya hayo masaa 48 Israeli na wenyewe wanatakiwa kuachia wafungwa wa Palestina ambao wapo kwenye magereza ya Israeli, ili sasa waweze kufanya mabadilishano yani kati ya wafungwa wa Kipalestina lakini pia na hawa mateka ambao Hamas imekuwa ikiwashikilia kwa muda mrefu sasa. Na pointi ya pili ni kwamba vita haitaendelea mpaka mazungumzo yaishe, yani mazungumzo ya amani yakiisha ndipo hii vita na yenyewe itakuwa imeisha. Kwa hiyo baada tu ya ile ceasefire kufanyika inamaanisha kwamba vita haitaendelea tena. Na haya mazungumzo ya amani yatafanywa na Donald Trump mwenyewe. Sasa ni kama Donald Trump anaitaka ile tuzo ya amani kwa hamu sana, kwa hiyo ndio maana anang'ang'ania afanye haya mazungumzo mwenyewe. Pointi ya tatu kwenye hii plani ya Marekani ni kwamba haya majadiliano yatafocus namna gani Hamas watakavyonyang'anywa silaha. Yani baada ya ceasefire Hamas wataanza kunyang'anywa silaha. Lakini pia serikali mpya ya Gaza ambayo itatakiwa kuiongoza Gaza itaanza kutengenezwa, kwa inamaanisha kwamba serikali itakao kuja haitahusisha Hamas kabisa. Lakini pia wale memba wa Hamas watakao baki watapewa msamaha, yani kwa makosa waliofanya yale ya Oktoba 7 walivyoenda kuvamia Israeli, makosa yao yote yale yatasamehewa, kwa hiyo watabaki huru. Sasa baada tu ya hii serikali mpya ya Gaza kuanza kufanya kazi, majeshi ya Israeli yatatakiwa kuondoka ndani ya Gaza ili kuiacha serikali mpya ya Gaza iweze kufanya kazi yake, yani self governing. Na pointi ya mwisho ni kwamba msaada utaanza kuingia mara tu baada ya ceasefire kufanyika, yani wakiacha kushambuliana msaada utaanza kuingia. Sasa kila mtu alikuwa ameshaanza kuonyesha utayari wa kukubali baadhi ya vipengele kwenye plan ya Donald Trump, na hii ndio sababu kwa nini viongozi wa Hamas walikuwa nakutana Doha ili kuendeleza mjadala wa hii plan ya Donald Trump.